Subscribe The Sport Show. Klabu ya Yanga inaingia kumenyana na klabu ya Simba pale New Amaan Complex Zanzibar, katika historia ambayo inaonyesha klabu ya Yanga ana uwezo wa kwenda kushinda mechi hiyo, lakini leo hali ni tofauti. Haitokuwa rahisi kwa klabu ya Yanga. Je, unataka kujua ni kwa nini mechi itakuwa ni ngumu kwa upande wa Yanga? Basi nakudokeza hapa, lakini karata yangu inaenda kwa klabu ya Simba kwamba anaweza akashinda hii mechi tofauti na klabu ya Yanga. Zipo sababu zinazopelekea kuamini kwamba klabu ya Yanga mechi hii haiko upande wake kuliko klabu ya Simba. Je, unataka kujua ni nini? Kaa nami hapa, lakini kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea, lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umekwisha subscribe na kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Kumbuka The Sport Show tunakuletea habari zenye udadisi na zenye kumulikia uhalisia uliopo. So fuatilia uchambuzi huu mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua kiundani zaidi nini ambacho kipo. Naam, klabu ya Yanga inamenyana na Simba leo katika uwanja wa New Amaan Complex, lakini mechi hii haitokuwa rahisi kwa klabu ya Yanga kutokana na namna ambavyo wamejiandaa na namna ambavyo klabu ya Simba imetoka kudondosha point. Klabu ya Simba kabla ya kumenyana na Yanga ilikutana na Dodoma Jiji. Sasa hapa nakupa udhaifu wa klabu ya Simba, lakini pia nitakupa udhaifu wa klabu ya Yanga. Klabu ya Simba ina udhaifu katika kipindi cha pili, ambapo ikishindwa kuscore goal katika kipindi cha kwanza, kipindi cha pili huwa ina struggle. Pengine leo tutegemee surprise kutoka katika klabu ya Simba kwamba wanaweza kapata goli kipindi cha pili, lakini hiyo ni sehemu ya kwanza ya udhaifu. Lakini pia udhaifu wa pili kwa klabu ya Simba mara nyingi ilikuwa ni ikipresiwa inaruhusu goli. Kama ataanza kiungo wale viungo wake wazito kama Alassane Kante, basi tegemea Simba ikipresiwa zaidi na Yanga na ikaweza kudondosha alama au kuruhusu goli katika wakati wowote ule. Kama watapangwa viungo ambao sio wazito, basi tegemea kwamba kwa Yanga ngoma itakuwa ni ngumu zaidi. Huo ni udhaifu wa kwanza wa klabu ya Simba, lakini udhaifu wa klabu ya Yanga ni kucheza kwa kupaki basi sana. Asilimia kubwa Yanga anacheza lakini anakuwa yupo nyuma kuliko, yani anakuwa yupo nyuma, yani anagawana katika mfumo. Kwa mfano kama anacheza 4-4-2 basi sometime anacheza 4-1-4-1. Katika 4-1-4-1 mara nyingi wale watu watano wanabaki kuwa kama walinzi ambao hawapandi juu, lakini pale watu watano ndio waga wanapanda juu. Ukiangalia kwa makini klabu ya Yanga imekuwa haiongezi idadi kubwa ya washambuliaji pindi inaposhambulia na kuhakikisha kwamba mabeki wanabaki kwenye eneo lao, viungo wanabaki kwenye eneo lao, lakini pia washambuliaji ndio wanaofanya kazi kwenye maeneo yao. Sasa hiyo ni tofauti kwa klabu ya Simba, ambapo klabu ya Simba yenyewe washambuliaji wanapokuwa kwenye maeneo yao, mabeki pia huongezeka kuongeza idadi ya washambuliaji kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ukiangalia katika hizo safu zote za ushambuliaji unabaini kwamba katika idadi kubwa ya washambuliaji huwa wanaongezeka kutoka upande wa Simba, tofauti na katika upande wa Yanga, ambapo wakina Yanga watategemea ni wale wale walioko mbele ndio wanaokuwa wengi, lakini kwa upande wa klabu ya Simba iko tofauti. Ukiangalia Yanga washambuliaji ni wale wale Depu, Okello, Pacome, Zingeli, lakini pia Abuya mara nyingi ni hao ndo wanaokuwa katika safu ya mbele ya ushambuliaji. Lakini kwa upande wa Simba utamwona Kibabage yuko mbele, utamwona Kapombe yuko mbele, utamwona Oura yuko mbele, utamwona Chama yuko mbele, Gueye yuko mbele na Mwalimu yuko mbele. Kwa hiyo ni tofauti kwa klabu ya Yanga. So kwenye mechi ya leo tutegemee kuona kabisa kwamba ngoma itakuwa ni ngumu sana kwa upande wa Yanga, sababu Simba wanaitaka hii mechi kuliko kitu chochote. Kitakachoweza kufanya asishinde hii mechi pengine ni
hofu na uoga kwamba mimi nacheza katika uwanja wa Guantamano, uwanja ambao Yanga ashaufanya kuwa wa nyumbani, sehemu ambapo hawezi kupoteza mechi kirahisi. Hicho ndo kitu pekee kinachoweza kuitia hofu Simba, lakini kwa mechi ya Dodoma Jiji imeipa nguvu sana klabu ya Simba kuweza kubaini madhaifu yake na pia kuweza kujua ni namna gani wakikutana na timu ngumu kama hiyo wanaweza wakashinda. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kwa klabu ya Yanga mechi ya Dodoma Jiji wanaichukulia kama sehemu ya darasa ya kujifunzia namna ya kuikaba Simba katika kipindi hiki, ukizingatia sana kwamba katika kipindi cha nyuma Simba alikuwa ni dhaifu sana, tofauti na kipindi hiki ambapo usajili wa Januari umekuja kuimarisha zaidi klabu ya Simba. Kwa hiyo haitokuwa timu inayofungika kirahisi, japo kwenye dabi tunasema haina mwenyewe, lakini mara nyingi katika miaka hivi karibuni dabi imekuwa na mwenyewe ambaye ni klabu ya Yanga. Kwa hiyo ukiangalia zaidi katika safu ya Yanga amekuwa sana akiisumbua Simba na amekuwa akiifunga na mpaka sasa ameshaifunga mara 6 mfululizo. Leo anatafuta rekodi ya kuweza kuifunga mara 7 mfululizo. Kwa hiyo ni kitu kizuri zaidi kwa upande wa Yanga na kitu kibaya zaidi pia kwa upande wa Simba endapo ataruhusu kufungwa magoli hayo. Nitegemee kuona surprise katika kikosi cha leo, ijapo prediction ya kikosi kiko vile vile kwamba watakaoanza katika klabu ya Simba watakuwa ni wale wale. Atakuwa Jibrila, atakuwa Kibabage, atakuwa ni Kapombe, lakini pia atakuwa Rushaine Derek, lakini pia na Toure. Hiyo ni safu ya nyuma. Kwa hiyo ukiangalia kwa Toure ni beki mzito, lakini pia ukianza kuangalia namna ambavyo wakipresiwa wanaweza kuruhusu magoli. Kwenye eneo la ushambuliaji pia naamini watakuwa ni wale wale, japo na wasiwasi mkubwa kwamba Leo Morris atacheza katika kipindi cha pili, ambaye atawekwa benchi kwa ajili ya kuja kubadilisha mchezo. Kumbuka kwamba ndo mchezaji ambaye kwenye mechi nyingi akiingia huwa analainisha, tofauti na klabu ya Yanga ilivyo. Kwa hiyo leo goli tegemea hata Okello akifunga goli, kwa sababu leo anayeweza kufunga goli kwa upande wa Yanga anaweza asiwe Depu kabisa. Kwa hiyo sitegemei kuona kwamba Depu leo anafunga goli kunako klabu ya Yanga. Kwa upande wa Yanga nategemea kuona hata Okello akifunga goli, lakini pia nategemea kuona watu tofauti ambao watafunga goli kwa upande wa Yanga, tofauti na ambavyo inaaminika. Katika wakati au siku za karibuni Pacome Zouzoua amekuwa mtemi sana wa klabu ya Simba kwa kuifunga magoli mengi jinsi anavyotaka. Ukiangalia mechi zilizoisha, mechi za juma, Pacome amekuwa akifunga sana, au kama asipofunga basi atakuwa akitoa mchango wa goli. Na ukiangalia mechi ya karibu 3 za nyuma zilizopita, muhimili wa ushindi wa klabu ya Yanga kwa Simba imetokana na miguu ya Pacome. Kama Pacome leo ataamka vibaya au hatocheza, basi tegemea kuona kwamba Yanga pengine asiondoke na ushindi wa point 3 kwenye mechi ya leo. Kuna asilimia kubwa Yanga asitoke na point 3. Kwa jicho langu la mpira nimeweza kuchambua timu zote mbili, udhaifu wao, lakini pia maeneo ambao wako vizuri. Nimezungumzia Simba wako vizuri zaidi kwenye eneo la mbele, lakini wakipresiwa zaidi katika kipindi cha pili waga wanaruhusu goli. Sasa pengine kwa kipa mpya aliyesajiliwa anaweza kafanya maajabu, lakini ndo huyu aliyefungwa na Esperance de Tunis katika kipindi cha pili. Lakini klabu ya Yanga imekuwa ni timu ambayo ina struggle zaidi kwenye kupata magoli. Ukiangalia kwenye mechi zake, ukitoa mechi ya JKT, mechi karibu zilizopita za nyuma, amekuwa mechi kama 3 hivi na amekuwa akishinda, lakini ushindi wake unakuwa ni mwembamba sana. Ukitoa pia na mechi ya JS Kabylie ambaye aliweza kushinda goli 3, lakini goli 3 hizo magoli mengi aliweza kuyapata katika kipindi cha pili. Na Kabylie pia alikuwa amekuja kicheza akijua kwamba yeye pia hana cha kupoteza kwa namna moja ama nyingine. So kwenye mechi ya leo tutegemee zaidi kuona mbinu za makocha
kutoa ushindi zaidi, japo kwa kocha wa Yanga ni mzuri sana kwa kujilinda, kocha wa Simba ni mzuri zaidi kwa kujifunguka. Kwa hiyo katika mbinu hizi zote mbili, mmoja lazima leo hata mbinu zake zitadondoka tu. Karata yangu mimi naitupa kwa klabu ya Simba kwa kuamini kwamba ataweza kupata alama, hatofungwa mechi ya leo. Imani yangu inanionyesha hivyo kutokana na namna ambavyo mechi ilivyo. Tutarudi kuchambua zaidi mechi hii mara baada ya kukamilika leo, ambapo kesho tutakuwa na uchambuzi yakinifu kuhusiana na mechi hii kiujumla, lakini mbinu na udhaifu wa hivi vilabu viko wazi. Yanga ni mdhaifu, Simba ni mdhaifu. Asante.